Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba ulizifanya mbingu na nchi. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu. Asante kwa Yesu Kristo Mwokozi ambaye aliutoa mwili, akazaliwa katika ulimwengu huu, akatembea katika mitaa, akiponya na kuokoa na kuwasaidia wenye mahitaji. Yesu Kristo alijitoa nafsi yake na mwili wake kuwa sadaka ya mara moja, ili kwamba kwa yeye tufanywe washirika wa uzima na aina ya kimungu. Baba, tunakushukuru kwa sababu leo tunao ujasiri wa kusimama mbele zako bila hukumu, kwa sababu Yesu Kristo alifanyika kwetu sadaka. Tulifanywa wana wa haki yako, Mungu, kwa sababu Yesu alifanyika dhambi ili sisi tuhesabiwe haki na tuwe wenye haki mbele zako. Tumekuwa haki yako, tunakushukuru. Asante kwa neno lako la uzima, neno ambalo liko hai, neno lenye uwezo wa kubadilisha, lenye nguvu ya kupenya na kuyajua makusudi na mawazo ya moyo. Na kila wakati unapolituma neno lako linakuja kwetu likitenda ile kazi ulilolituma. Bwana Mungu uliye hai, halikurejei bure. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Umesema tuangalie ndege wa angani, hawavuni, hawapandi, hawana ghala, lakini kila siku inapoitwa leo wanapata riziki zao. Mungu Baba, unawalisha. Ndivyo ambavyo unafanya kwa wanyama na viumbe wengine, lakini umemthamini sana mwanadamu na hata umetuita katika ufalme wako kuwa washirika wa uungu wako. Tunakushukuru Mungu Baba. Asante kwa siku mpya. Siku hii imetoka mikononi mwako, tunaipokea kwa shukrani. Tunakutukuza kwa sababu macho yako hayalali, hayafumbi, husinzii. Mungu uliye hai, unatupa baraka zako kila inapoitwa leo. Jina lako na libarikiwe. Asante kwa tafakari ya neno la Mungu ambayo inatujia kila siku. Umesema neno lako lina uwezo wa kubadilisha maisha. Naam, roho zetu ziko hai kwa sababu Roho wako Mtakatifu ambaye ndiye amana yetu yuko tayari kutufundisha hata leo katika tafakari ya leo. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ambaye unampa fursa kwa jina la Yesu Kristo kuweza kufuatilia tafakari hii na kuweza kujifunza neno lako, Mungu uliye hai. Ninawaombea kila mmoja, ile familia, yule baba, yule mama, watoto na kila mmoja ambaye unampa nafasi kwa uweza wa Roho Mtakatifu kufikiwa na tafakari hii. Asante kwa sababu neno hili linapokwenda kugusa maisha yao linaleta mabadiliko. Mungu wangu, ninakushukuru. Asante hata kwa ajili ya Mtawala Radio ambayo tafakari hii inapitia. Asante kwa kila mmoja anayesikiliza na hao ambao wanarusha matangazo haya ya tafakari ya neno la Mungu. Baba, kwa jina la Yesu wamebarikiwa, na kwa neema yako nuru ya neno lako inawaangazia, wanatembea katika ushindi na baraka za kiungu. Na kushukuru Mungu Baba kwa sababu wewe ni Mungu wetu, ni Mungu uliye hai, na mbele yako na ndani yako tunaishi, tunasimama, tunakuwa na uhai wetu, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi na Mfalme. Haleluya, wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Amina. Haleluya. Naam, hivi ndivyo tunavyoanza tafakari yetu siku hii ya leo. Tunalitambua jina la Yesu Kristo, tunatambua uwepo wa Mungu wetu ndani yetu, na pia tunatambua huduma ya Roho Mtakatifu katika kutufundisha neno lake. Neno hili licha kwamba limeandaliwa na mchungaji Chris, bado Roho Mtakatifu ni yeye yule anayetenda kazi ndani yake na hata kutuwezesha sisi wengine kulipokea hili neno na likatenda kazi vile vile kwa makusudi ya neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Biblia inaandika na imeandika mambo makuu ya Mungu, mawazo ya Mungu, matendo makuu ya Mungu miaka mingi iliyopita. Kwa mfano, Yesu Kristo alikuja miaka 2000 iliyopita, lakini neno linasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habari ya Adamu tunayo miaka mingi iliyopita, lakini neno la Mungu bado linaendelea kuzungumza kuhusu uwezo na mamlaka ya Mungu ambayo alidhihirisha tangu alipoiumba misingi ya dunia na kuisimika misingi ya dunia. Hivyo basi, katika
tafakari ya leo, jina langu Zawadi Machibia, nikukumbushe. Na ujumbe wa leo tunaangalia kuhusu kujenga mtazamo sahihi. Kama ilivyo ada, tunaipata tafakari kutoka kwenye Rhapsody ya Uhakika au Rhapsody of Realities. Imetafsiriwa kwenye lugha mbalimbali duniani. Sasa hii ni ya Kiswahili, na kwa sababu inakujia kwa njia ya sauti, tunaita sauti ya Rhapsody. Ujumbe ni kujenga mtazamo sahihi. Kujenga mtazamo sahihi. Neno la msingi tunalipata kutoka kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Neno la msingi Warumi 12 mstari wa 2, ambao unatuambia, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, hali mgeuzwe, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu Mchungaji Chris anatuambia hapa hivi kwamba mara nyingi changamoto ambazo watu hukabiliana nazo ni matokeo ya mtazamo wao. Mtazamo ni nini? Mtazamo ni mfumo wa kufikiria au tabia ya kiakili inayoamua mwitikio na jinsi mtu atakavyotafsiri hali yoyote ile. Huo ndio mtazamo. Hapo nitarejea tena kutoa tafsiri hii aliyoiandika Mchungaji Chris. Anasema mtazamo ni mfumo wa kufikiria au tabia ya kiakili inayoamua mwitikio na jinsi mtu atakavyotafsiri hali yoyote ile. Ni njia au namna ya kufikiri aliyoijenga mtu inayotawala jinsi anavyotenda. Kwa kuzaliwa mara ya pili, kwa kumpa Bwana Yesu maisha yako, unakuwa na hekima ya mwenye haki. Lakini lazima uilee kupitia neno. Unapoendelea kujifunza na kulitafakari neno, akili yako hujengewa desturi inayofikiri kwa njia au namna ya Kristo. Unapangiliwa vizuri katika uzima, ushindi na mwenye kuzaa matunda. Hata hivyo, mazingira yako pia yana mchango mkubwa sana. Mazingira yasiyofaa, yaliyojaa mambo hasi au mambo hasi, negatives, na ushawishi wa kidunia, hatimaye yataunda mtazamo wako. Unapobaki katika mazingira ambapo ugonjwa, umaskini, udhaifu au kushindwa hutawala mazungumzo ya wanaokuzunguka, mawazo hayo yanaweza kuanza kuathiri mawazo yako. Hiyo ni kwa sababu wanadamu huendelea kupangiliwa au kuundwa kila mara na mambo wanayoyasikia, wanayoyaona na wale wanaoishi miongoni mwao. Jinsi ulivyo leo ni matokeo ya programu ulioipokea miaka iliyopita ya maisha yako. Mazingira yako na aina ya taarifa ulizozikubali zilichangia mtazamo wako wa sasa. Hiyo ndio sababu kuchagua mazingira sahihi ya kiroho ni muhimu. Mazingira ambapo akili yako inashawishiwa na kufanywa upya kwa neno la Mungu kila mara. Andiko letu la ufunguzi linatuonyesha mchakato wa kufanya hivyo. Utoe mwili wako kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai. Kisha ubadilishe nia yako. Acha neno la Mungu libadilishe njia yako ya zamani ya kufikiri. Badilisha mawazo yako kwa mawazo ya Mungu. Ghafla utagundua kwamba kuna mawazo na usemi haviendani tena na wewe.
Umekubali njia ya Mungu ya kufikiri na kuruhusu neno lake kuunda mawazo yako na hivyo kusababisha badiliko kamili la hali yako na uwanda wako, yaani mazingira yako au hali yako ya kimaisha. Mabadiliko haya yanakuruhusu kuyathibitisha na kuishi kulingana na mapenzi kamili ya Mungu, kwa sababu mawazo yako yanaendana na yake. Haleluya. Basi hii ndio tafakari yetu leo ambayo mchungaji Chris ametushirikisha. Anasema namna ya mtazamo. Kwa namna gani? Kuwa na mtazamo sahihi. Ukiri. Mpendwa Baba, asante kwa kunipa mawazo ya wenye haki kupitia neno lako. Mawazo yangu yanaendana na ukweli wako. Ninakataa kufuata ulimwengu. Akili yangu inafanywa upya kila mara ili kufikiri ubora, ushindi na uwezekano. Akili yangu inafanywa upya ili kuthibitisha na kuishi kulingana na mapenzi yako kamili, kwa sababu mawazo yangu yanaendana na yako. Haleluya, haleluya. Masomo zaidi katika somo la leo tunapata kutoka kwenye kitabu cha Warumi. Hebu tuangalie vizuri hapa. Tunapata kutoka kitabu cha kwanza, tuanze na Luka. Tutakuwa na Warumi lakini tuanze na Luka. Luka sura ya kwanza mstari wa 17, Biblia tafsiri ya New International inasema, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Haleluya, haleluya. Na Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, hapa Biblia inatuambia, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Na mstari mwingine tunaopata kutoka kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 23 na 24. Hapa Biblia inatuambia, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Mkavae utu mpya, mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Basi hii ndio tafakari yetu leo. Kama nilivyokuambia awali, imeandaliwa na mchungaji Chris. Sasa hapa tunachokitazama ni namna ya kubadilishwa kwa nia zetu. Namna ya kubadilishwa kwa nia zetu, yani kuwa na mtazamo sahihi. Mchungaji ametuambia kwamba mtazamo sahihi ni nini? Mtazamo sahihi ni mfumo wa kufikiria. Sio sahihi kwanza, mtazamo wenyewe. Ukiwa na neno mtazamo, kwa maana ya tafsiri aliyotupa, ukiwa na neno lenyewe mtazamo kwa tafsiri aliyotupa, anasema mtazamo ni mfumo wa kufikiria au tabia ya kiakili inayoamua mwitikio na jinsi mtu atakavyotafsiri hali yoyote ile. Anaweza kukutana na hali, kwa mfano akikutana na kitu anatafsiri vipi ile hali, akikaa na waza anaamua vipi, mfumo wake wa kufikiri uko vipi. Kwa mfano kama nachukulia mfano wa maisha ya kawaida, kama umezoea kununua mchele wa aina fulani kwa kiwango fulani, pesa utakayotafuta au utakayoamua kuitumia italingana na kiwango cha ule mchele ambao unaununua kila siku.
Kwa hiyo unaenda dukani ukijua ni aina fulani ya mchele unaenda kuinunua, kwa sababu ni mtazamo ambao unaofikiria, ndio akili yako imejijenga hivyo. Sasa mtu anapompa Bwana Yesu maisha yake, roho yake inazaliwa upya, anakuwa mpya katika ulimwengu wa roho, amezaliwa upya. Lakini nia yake, mtazamo, mpangilio wa maisha yake unahitaji kubadilishwa kulingana na neno la Mungu. Ndio maana ni muhimu kuukulia wokovu. Mtu anaweza kuokoka asubuhi, mchana akafanya kitu kamshangaa, akasema wewe umesema umeokoka wewe. Ni kwa sababu bado ni mchanga, anahitaji nia yake ya akili, mtazamo wa akili yake ubadilishwe uendane na Mungu aliyemzaa upya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tabia ambazo si za kimungu huondoka kwa mtu ambaye ameokoka kwa kufuatana na neno la Mungu linavyosema. Ndio maana hapa mtu wa Mungu anatuambia kwamba unapokuwa umezaliwa mara ya pili, moja kwa moja unakuwa umepokea hekima ya mwenye haki. Lakini anasema lazima hiyo hekima ya mwenye haki uilee kwa kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo unapoendelea kujifunza neno la Mungu na kutafakari, hebu fikiria hapo neno kutafakari. Ni kwa kupitia kutafakari, meditation. Ni kwa kupitia kutafakari ndipo kunapokuwa na mabadiliko halisi. Kwa sababu mchakato wa kutafakari neno la Mungu ndio unaoondoa mawazo na namna ya kidunia na mambo ambayo ulikuwa umeyaweka zamani na kuingiza mtazamo mpya wa neno la Mungu. Akili yako sasa inaanza kujengwa kwa desturi au inajengewa desturi ya kufikiri kulingana na neno la Mungu au kwa namna ya Kristo. Kwa mfano, Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani akitembea mitaa ya Yerusalemu, Galilaya, Kapernaum huko na Betsaida, kila mahali alikokwenda, mtazamo wake ulikuwa ni wa kiungu. Kwa hiyo hakukuwa na kushindwa ndani ya Yesu Kristo. Hakuna hali ambayo angesema hii pengine hapana, alikuwa na majibu wakati wote kwa sababu mtazamo wake ulikuwa ni wa kiungu. Sasa baada ya yeye kufa na kufufuka tena, kupitia yeye tumezaliwa upya kwa kukubali wokovu wake. Kwa hiyo roho zetu zimezaliwa upya, nia zetu zinageuzwa kila siku kwa neno la Mungu. Ndio maana hapa katika Warumi 12 mstari wa 2 neno hapa linatuambia tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu. Nia yani mtazamo wa kiakili. Akili zetu zifanywe upya kwa neno la Mungu. Anasema tupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa katika moja ya mafundisho ya mchungaji Chris alikuwa anazungumza kuhusu nia zetu kubadilishwa au kugeuzwa. Akatoa mfano unapokwenda, kwa mfano wale ambao wanasafiri kwa kupitia usafiri wa anga, unapokwenda uwanja wa ndege, airport, uwanja wa ndege, unakuwa na mizigo, wanaangalia mizigo yako. Wanaangalia mizigo yako umebeba nini. Je, umebeba vitu vinavyolingana na utaratibu unaotakiwa kwenye ndege? Watapima uzito. Baada ya kupima uzito ukiwa sawasawa, ndege nyingi ni kilo 23, labda mabegi mawili 23 46 pale, kilo 46. Lakini kuna mzigo ambao wanasema wanakuruhusu uingie nao kwenye ndege, ndani ya ndege, kwa maana ya mahali ambako utaenda kukaa. Sasa kuna kuwa na mashine zinazoangalia mashine zinazoangalia, Kiingereza ndio contraband. Wanaangalia vitu ambavyo huruhusiwi kuenda navyo kwenye ndege. Watakwambia hii toa, kwa mfano vimiminika, mafuta, vinywaji, mikasi, labda wale kina dada na mambo ya urembo na hivi, wanaondoa contrabands, wanaziondoa zile contrabands, vitu ambavyo vinazuia au vinakufanya usiwe na haki ya kuingia kwenye ndege, au usiwe na haki ya kuingia kwenye ndege ukiwa navyo, unaviondoa. Sasa neno la Mungu linapokuwa kwa wingi ndani yetu, alafu tukageuzwa nia zetu, linatusaidia kutufanya mawazo yetu yawe mawazo ya Mungu.
kwa sababu neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Kwa hiyo yale mawazo ya Mungu yanapokaa ndani yetu, tunakuwa na ile uwezo wa kuchuja. Haleluya. Wazo baya likija, neno la Mungu linasimama, linasema hapana, unazuia lile wazo baya. Tendo baya likionekana linapita mbele yako, neno la Mungu linasimama, linasema hapana, hili ni tendo baya. Aina yoyote ya namna unavyoitikia kwenye mambo, kwa sababu nia yako tayari imekuwa imebadilishwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linasimama kama mlinzi. Ndio maana hapa anatuambia mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu. Oh, haleluya. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunazuia kile ambacho ni cha shetani. Tunatumia neno la Mungu kudhihirisha ushindi. Oh, haleluya. Kwa mfano, katika wiki chache hizi zilizopita, siku chache zilizopita, tumekuwa kanisa la Kristo limekuwa likifunga na kuomba kuzuia kazi za adui. Kazi za adui ni pamoja na kusababisha vita au kusababisha hali za mateso kwa wanadamu wengine na kusababisha mateso kwa watu wengine. Inaweza kawa ni mfumo wa utawala, inaweza kawa ni watu ambao kwa nia zao mbovu wanapanga vitu visivyo sahihi kuangamiza wengine. Kwa hiyo Mungu anaingilia kati. Sasa kanisa lina ule wajibu wa kusimama kati na kutangaza nia ya Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa tumefunga na kuomba kuzuia vita, tunafunga na kuomba kutangaza amani. Na ndivyo tunavyoombea viongozi, tunaombea watu mbalimbali, familia, kila mahali, kwa sababu tumepewa mamlaka na jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na sisi tunasimama kuendeleza ile mamlaka ya Kristo Yesu. Sasa kwa Mkristo mmoja mmoja, ni lazima kwamba mazingira yako pia yalingane, yaendane na jinsi ambavyo neno la Mungu linasema. Kwa mfano, kuna mahali katika nyaraka neno la Mungu linasema tusijidanganye ama usidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Unasikia nini? Unasema nini? Umezungukwa na nani? Mazingira yako ni yepi? Kama mazingira yako kila siku yanazungumza vitu ambavyo visivyofaa, mazingira yako labda tuseme yamejaa mambo hasi, negatives, mazingira yako yamejaa ushawishi wa kidunia, mazingira yako tuseme yana namna ambayo inakuweka mbali na Mungu. Sasa kwa namna hiyo basi utakuta mtazamo wako umeundwa kulingana na unachokisikia, umeundwa kulingana na ulipo, umeundwa kulingana na jinsi macho yako yanatazama. Kwa mfano, watu wengi wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Kuna vitu vingi mle, vitu vingi. Sasa kama ufahamu wako hauwezi kuchuja, maanake utakuwa kila kitu unachokiona kinaingia kwenye akili yako. Kila kitu unachokiona kinaingia kwenye nia yako. Matokeo yake wengi pasipo kujua wanachanganyikiwa. Wengi pasipo kujua wanakuta wanaharibikiwa. Katika nchi zilizoendelea wengi wanasema ugonjwa wa akili, mental health problems, watu wanakuwa na shida za kiakili. Hiyo nayo ni moja wapo. Sasa neno la Mungu linaposema kujenga mtazamo sahihi unasema wewe kwamba ni mshindi. Mtazamo sahihi unasema una uzima. Mtazamo sahihi unasema wewe ni mwenye kuzaa matunda, ni mtu aliyefanikiwa, una uzima wa kiungu, Yesu Kristo amekuhesabia haki. Kwa hivyo vitu vyote vinakufanya uwe mshindi, na hali negatives ama hali hasi zinakuwa hazina nafasi kwako. Kwa hiyo ni vizuri kutoifuatisha namna ya dunia hii, hasa unapokuwa tayari umempa Bwana Yesu maisha yako. Ndio maana ni muhimu neno linasema tuukulie wokovu, ili katika huo tuweze kusimama imara. Maanake mwanadamu katika ufahamu wake anaenda akishindana. Biblia inatuambia kwamba wale wanaoongozwa na roho ndio wana wa Mungu, lakini mwili huenda ukishindana na roho. Sasa ni vizuri kuutiisha mwili. Ndio maana hapa anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza Mungu pamoja na ukamilifu. Na hapa tumeona pia kwamba katika mstari wa pili wa Biblia, katika ile Warumi 12 mstari wa pili anasema, nasoma mistari yote miwili, kwamba anasema basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai.
Kwa maana nini? Mwili wako kwa dhabihu iliyo hai lazima uutiishe. Ufahamu wako, akili yako unawaza nini? Maana anasema iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Hiyo ndio ibada Mungu anayoitaka. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia, mtazamo wako na kufikiri kwako kugeuzwe. Oh, haleluya. Kwa hiyo kuwa na mtazamo sahihi kunaendana na wewe unatazama nini, wewe unafikiria nini, wewe umeamua kutafsiri mambo kwa namna gani. Lakini kwa namna ile ya kiungu ambayo tayari tumepewa katika neno, kwamba kwa kuwa umezaliwa mara ya pili unakuwa na hekima ya mwenye haki. Kwa hiyo lazima uile ile hekima ya mwenye haki kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo unapoendelea kujifunza, unapoendelea kutafakari neno la Mungu, akili yako nayo inajengwa kwa desturi ambayo inafikiri kulingana na namna ambavyo Kristo anataka uwe. Unakuwa unapangiliwa vizuri katika uzima, unapangiliwa vizuri katika ushindi, na pia unasababishwa kuwa ni mtu mwenye kuzaa matunda. Oh, haleluya. Hivi ndivyo ambavyo unatakiwa kuwa na kujenga mtazamo sahihi. Na kumbuka, mtu anakuwa na mtazamo kulingana na mazingira aliyokulia, shule aliyoenda, elimu aliyopata, maeneo ya kazi anayofanya, biashara labda anayoifanya, mazingira anayoishi, watu anaozungumza nao. Ndio maana anasema ni vizuri ukajifunza kutembea, hasa hapa anasema ni vizuri ukajifunza ama ukaenda mahali sahihi, hasa pa kiroho. Mahali sahihi pa kiroho. Manake hapo sasa akili yako inashawishiwa na kufanywa upya kwa neno la Mungu kila mara. Ndio maana mtu anapoacha kwenda kanisani, kwa mfano, anapoacha kusikiza neno la Mungu, kwa mfano, anapoacha kusoma neno la Mungu, kunakuwa na hali fulani ya kudumaa alafu unapoteza. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, lazima uwe na mtindo na tabia ya kwenda mahali sahihi pa kiroho, na mahali ambapo akili yako itashawishiwa na kufanywa upya katika neno la Mungu kila mara. Hapo ndipo utakapoweza kujenga mtazamo sahihi. Kuwa na mtazamo sahihi, mtazamo ambao unakusaidia kuachana na mambo yasiyofaa. Haleluya. Hii ndio tafakari yetu siku ya leo. Bila shaka Bwana Mungu aliye hai amekuongoza kupata kitu sahihi kulingana na namna ambavyo anataka tuishi. Sasa kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, sema sala hii baada yangu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako nikimwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa moyo wangu wote. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Na kuanzia leo Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa roho yangu. Mimi sasa ni mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa sala hii roho yako imezaliwa upya, umeingia katika ufalme wa wana wa Mungu. Na ninakuombea upate kuukulia wokovu, kwa maana ya nia yako ipate kujengwa upya kulingana na neno la Mungu. Mungu akubariki. Tuandikie ujumbe, tupe ushuhuda kwamba umempokea Kristo au unataka kuufadhili Injili. Nambari zetu ni alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.